Kuanzisha biashara. Wafanyabiashara wengi wa biashara ya sukari wanafanya biashara katika hali ngumu sana na hawapati faida kubwa. Sasa sababu ni nini? Sababu ni kuwa hawafahamu siri ya kufanya biashara ya sukari na kupata faida. Sasa mimi leo nimeamua niwaeleze siri 5 za biashara ya sukari kupata faida ambayo watu wengi hawaifahamu. Sasa kwa nini tunasema sukari ni bidhaa muhimu? Sukari inatumika kila mahali, kuanzia majumbani, kwenye familia kwa ajili ya chai, uji na vitu kama hivyo. Lakini ukienda kwenye mambo ya production, kwenye kutengeneza mikate, kwenye kutengeneza juisi na kadhalika. Kwa hiyo sukari kila siku inahitajika. Sasa siri ya kwanza ni kuwa nunua sukari kwa bei ya jumla, usinunue kwa rejareja kama unataka ufanikiwe. Hapa Tanzania kuna mawakala wakubwa wa makampuni makubwa kama Kilombero, Kagera, Mtibwa na kadhalika. Sasa huko ndiko unakotakiwa kwenda kununua sukari kwa mawakala na utapata bei nzuri, kwa sababu katika bei za mitaani za rejareja sukari iko kati ya shilingi 2,800 mpaka 3,000. Sasa inabidi upate bei nzuri ili na wewe uweze kuuza. Siri ya pili ni kufanya kitu ambacho kinaitwa repackaging. Repackaging maana yake unanunua sukari mfuko mkubwa, kwa mfano ule wa kilo 50. Alafu sasa wewe unagawanya hiyo sukari katika labda vifuko vidogo vidogo vya kilo 1 Kwa hiyo unauza kwa rejareja kwa mifuko ya kilo 1 au kilo 2. Hapo ndipo utatengeneza pesa. Hii ndio inaitwa repackaging. Siri ya 3 ni kulenga wateja ambao wafanya biashara. Sasa hapa tunazungumzia kama watu wenye migahawa, watu wenye au mahoteli au kwenye viwanda, labda wanaotengeneza vitu kama mikate, yaani vile viwanda au mambo ya juisi, viwanda vinavyohitaji sukari. Huko ndiko wewe unakolenga. Sasa ukishirikiana na wateja kama vile wa migahawa mikubwa, bakery, juice bar, kantini za shule, hoteli na kadhalika, wanakuagiza sukari kila wiki bila ukosefu, na hawajali tofauti ya shilingi 100 na 200 kwa kilo. Wanajali uaminifu wa usambazaji wako. Anza na migahawa 5 hadi 10 katika mtaa wako. Kila mgahawa mkubwa unatumia kilo 5 hadi 20 za sukari kwa wiki. Migahawa 10 inamaanisha ni kilo 50 hadi 200 kwa wiki. Hizo unakuwa guaranteed kabisa. Sasa kabla hatujaendelea na siri ya 4, hapa nina wito. Kama unataka uweze kuona vipindi vyetu pamoja na video zetu, basi nakuomba usubscribe. Bonyeza hicho kibutton cha subscribe. Lakini pia bonyeza hicho kibutton cha like ili wenzio nao waweze kupata bahati ya kuona video kama hii. Na pia unaweza ukabonyeza kinani cha share ili uweze kushare na watu wako wa karibu ili wasikose kuona hii video. Sasa tuendelee na siri ya 4. Siri ya 4 ni kununua sukari wakati wa msimu. Hivi viwanda vikubwa huwa vina misimu ya kuvuna miwa na kutengeneza sukari. Sasa wakati ule wa msimu, kama una mtaji wa kutosha, ndio nunua sukari nyingi, kwa sababu bei inakuwa ya chini. Msimu ukiisha, bei zinapanda. Kwa hiyo sasa wewe nunua sukari wakati wa msimu. Hii ndio siri ya 4. Mfanya biashara mwerevu anafanya nini? Ananunua stoku kubwa wakati bei iko chini na anauza wakati bei iko juu. Sasa jiulize, je, una uwezo wa kuhifadhi mifuko 50 hadi 100 nyumbani au kwenye ghala ndogo? Ukiwa na uwezo huo, unaweza kufanya faida ya ziada ya shilingi 5 hadi 15 kwa kilo wakati bei ya soko inapanda. Kwa mifuko 100 ya kilo 50, hiyo ni faida ya zaidi ya shilingi 25,000 hadi 75,000 bila kufanya kazi zaidi.
pesa inalala, inakufanyia kazi. Siri ya tano na ya mwisho ni kujipanga kuwa distributor. Yaani ukiwa distributor ina maana unakuwa na mtandao wako wa watu unaowauzia sukari. Hapa ndio utatengeneza super profit. Kuwa na wateja wengi kwa njia ya mtandao, na uwezi ukawa na wateja wengi kwa njia ya mtandao mpaka uwe distributor. Hii ni siri ya tano na ni muhimu sana kwa ajili ya kutengeneza pesa kwenye biashara ya sukari. Sasa hebu tuangalie hii siri ya tano inavyofanya kazi. Badala ya kusubiri wateja waje kwako, wewe unakwenda kwao. Unachukua baisikeli, bodaboda au gari ndogo, unasambaza sukari kwenye maduka 20, 30, 50 katika mtaa wako. Kila duka linachukua mifuko 2 hadi 5 kwa wiki. Maduka 30 kwa mifuko 3 ni sawasawa na mifuko 90 kwa wiki. Na hii ni estimate ya chini. Maduka mengi faida inakuwa zaidi. Hii ndiyo biashara ya sukari inayokutengenezea utajiri, si kila siku kukaa nyumbani au dukani ukisubiri. Nimekueleza siri 5 na ni matumaini yangu kuwa zimekuvutia. Sasa kabla sijamaliza kipindi, naona tujikumbushe tena hizo siri 5. Siri 5 ni kama unavyoziona kwenye skrini. Kwa hiyo zitekeleze hizo ili uweze kufanikiwa kwenye biashara ya sukari. Kuanzisha biashara.